Habari. Salama. Uko vizuri? Niko vizuri. Unaitwa nani? Naitwa Gladness Nicholas Mbuma. Okay, mimi nataka nijue leo kwenye event yetu ulikuwa kama nani? Okay, kwenye event yetu nilikuwa mmoja kama mwana Girls Voice Alliance and also nilikuwa kama MC. Kama yeah. MC, au sio? Hongera sana, event nzuri MC. Asante. Umezingatia muda. Ndiyo. Iko vizuri. Yeah. Kitu gani ambacho mlipanga leo mje kuwafundisha vijana? Okay, vitu vikubwa vilikuwa ni vitatu ambavyo ilikuwa ni digital awareness, ilikuwa ni mental health awareness and ilikuwa entrepreneurship. Ambako kwenye entrepreneurship tulibezi kwenye kuwafundisha namna ya kutengeneza sabuni za maji. Mradi wanavyoenda mtaani wakajitegemea. Yeah. Sawa. Hongereni sana. Asante sana. Kwa faida ya mtazamaji, unatambulika kama nani? Nani kwenye Girls Voice Alliance? Habari, mimi naitwa Unosie, ni CEO wa taasisi sio kiserikali inaitwa Girls Voice Alliance. Yes. Kwa nini leo mliamua kuchagua sekondari ya Kijitonyama na nia hasa ya kuja hapa ni nini? Huu ni mwanzo tu wa project yetu kwa sababu ilikuwa imetarget wanafunzi wa kidato cha 4. Na target yetu ya wanafunzi wa kidato cha 4 kwa sababu wanakaribia kufanya mitihani yao ya kumaliza elimu ya sekondari. From so far tulitamani kuona kwamba tuna implement digital skills awareness, health awareness pamoja na entrepreneur awareness kwa sababu wanatoka mtaani kwenye malezi ya walimu, wanatoka shule kwenye malezi ya walimu, wanarudi mtaani ambapo huko malezi ni tofauti. Kwa hiyo inabidi tuandae vizuri katika kuhakikisha kwamba wadogo zetu wanapoenda huko wafanye vizuri. Ndio. Yes. Wewe kama CEO umeandaa hii project, unafaidika nini na taasisi yako? Tunafaidika vitu vingi kwa sababu watu wanatuona. Zipo organization kubwa kama tunavyojua Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Wanavyoona tuna implement these skills kwa wasichana, kwa vijana, inamaanisha kwamba sisi wenyewe ndio mwanzo wa kujulikana na haya maono yetu kwenda juu zaidi kwa sababu tunagusa maisha ya mtoto wa Kitanzania moja kwa moja. Yes. Wewe mbeba maono, mpaka sasa hivi unahisi kama ni asilimia ngapi ya mafanikio umeyapata kupitia taasisi yako au taasisi yenu? Nataka nijue kwamba kitu ambacho umekitarget wewe, vision yako imefikia asilimia ngapi? Nilifikiri hii itafika hapa na imefika. Actually kwa mfano kwa hii project ya leo nilikuwa nimekaa na wenzangu nikawa naona kitu ni kidogo, lakini mpaka tumemaliza event naamini ni kitu kikubwa sana kwa sababu tumegusa maisha ya wanafunzi zaidi ya 200. Unaweza ukaimagine kwamba ni wanafunzi wanaorudi mtaani na wenyewe ni machampions ambao leo tumeempower wanaenda kwa empower wengine. Kwa hiyo sisi katika taasisi yetu tunaamini kuwekeza vitu kwa vijana wa shuleni hasa wadogo ni mwanzo wa kwenda kuongea na wazazi au walezi kupitia wao. Kwa hiyo hii project na project nyingine tunaamini tumefanikiwa kwa ukubwa kwa sababu direct maisha ya mtoto wa Kitanzania tunayagusa moja kwa moja. Yes. Okay. Neno la mwisho la kumalizia kupitia mtu ambaye anakutazama kuhusiana na hili jambo kwa vijana ama wazazi ambao wanakutazama sasa hivi. Kama mnavyoona mimi bado ni mdogo kiumri, lakini bado nina maono makubwa sana. Kwa hiyo natamanigi kuona hata vijana wenzangu, mabinti wenzangu wanakuwa na hizo skills au wanakuwa na huo ujuzi mbalimbali wa kufanya vitu katika jamii. Kwa sababu wazazi saa nyingine wako busy, lakini kupitia sisi tunafanya. Niliwahi kushangaa mtu mmoja ambaye ni mentor wangu. Aliwahi kuniambia Unosie, alinionyesha mtiririko wa vitu vyake. Akaniambia hiki na hiki sijakitimiza, lakini natamani siku moja nikae na wewe uje uvitimize. Kwa hiyo unajikuta kwamba swala la muda tusipolizingatia vizuri, unaweza ukajikuta umefika umri wa miaka fulani vitu hujavifanya. Lakini kwa umri wangu nimejikuta kwamba nagusa maisha ya vijana na kuhakikisha kwamba